Bibi kapige kura, kaka kapige kura, babu kapige kura. Twende! Chama la wana toroka uje. Chama la wana. Kata music. Nani? Asante sana. Dar es Salaam peoples. Mbona mmenyongonyea? Peoples. Mheshimiwa Lissu hajasikia. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa Rais na Makamu wa Rais, waheshimiwa viongozi mbalimbali mlioko mahali hapa, wabunge watarajiwa mbalimbali na mikoa mingine kama Mara na mkoa wa Pwani, karibuni sana. Hatua inayofuata sasa, wana Dar es Salaam, naomba sote tusimame kwa ajili ya kuimba wimbo wa taifa utakaofuatiwa na dua na sala ili tuweze kuanza ratiba yetu moja kwa moja. Meza kuu, naomba tusimame kwa ajili sasa ya kuimba wimbo wa taifa. Dorcas, katibu wa Kawe, njoo niongozee wimbo wa taifa tafadhali. Asante. Makamanda peoples. Wa taifa. Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake, hekima, umoja na amani. Hizi ni ngao zetu Afrika na watu wake. Ibariki Afrika, ibariki Afrika, tubariki watoto Afrika. Mungu ibariki Tanzania.
Naomba tukiendelea tumesimama mbele za Mungu, ni muombe leo tuanze na askofu wa kanisa la Moravian Emmaus. Baba Askofu Amakula, tafadhali tuongoze sala. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo. Mwana kondoo ameshinda. Mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa mgombea wa kiti cha urais pamoja na makamu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaposimama hapa kama viongozi wa dini, tunapata nafasi ya kusema mambo machache kuiongoza taifa hili katika sala. Na ole wetu sisi ambao tunapata nafasi hii adimu tusitende wajibu wetu. Na kwenda kuongoza sala hii, naamini kiongozi yote wa dini ambaye anajua ukweli, anapenda haki, basi mtakalo litamka na yeye angeweza kuitamka. Wako wengi ambao wasingeweza kufika, sisi tumepata nafasi. Basi kabla sijasema sala, naomba nitoe ombi, rai au ushauri kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Na ishauri, tafakari, ipime na iangalie haja ya kukutana na viongozi wakuu wa vyama vya upinzani wajadili kuhusu tatizo hili la kuenguliwa. Ipime, itafakari na ione haja Tume ya Taifa ya Uchaguzi ikae ijadili na vyama vikuu vya upinzani ambao vimelalamika, hasa ACT Wazalendo na Chadema, kuhusu hatima ya uchaguzi huu na uhusiano wa malalamiko ya wagombea ubunge na udiwani walioinguliwa nchi nzima. Basi tuombe. Mungu wetu unaishi na kutawala milele, tunaitukuza jina lako. Asante tena kwa kutupa afya njema tunapoanza mkutano huu. Binafsi umenipa nafasi ya upendeleo kutamka neno lako katika hatua hizi za awali za kumtafuta mgombea wa kiti cha urais, kumtafuta mgombea wa urais, kumtafuta rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na makamu, na hasa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Niruhusu niseme neno. Mungu ambaye huwezi kusinzia wala kukaa chini wala kulala usingizi wala kunyamaza, naomba kaliangalie taifa hili, kaseme na watu wenye mamlaka, wenye nafasi za kutenda haki katika nchi hii, wasipate amani katika mioyo yao hadi pale watakapokuwa wametenda haki. Mungu ambaye unaishi na kutawala milele, yeyote ambaye anakusudia kufanya njama ya kuharibu uchaguzi kwa namna yote ile, iwe kuiba kula, iwe kumtangaza kwa lazima ambaye akushinda, akose amani katika nafsi yake na katika moyo wake mpaka atakapokuwa ameachilia jambo hilo. Bwana, utaendelea kuwaaibisha wale wote ambao wanatenda tofauti kwa ajili ya kupokonya haki na kwa ajili ya kufinya haki katika taifa letu. Tunaomba Mungu, yeyote ambaye umemkusudia kuongoza, iwe kwenye urais, iwe kwenye ubunge, iwe kwenye udiwani, Bwana akashike ile nafasi. Hata majeshi ya kuzimu yajipange kumnyang'anya, kama vile ambavyo malaika walimzuia tumishi wako Gabrieli kupeleka habari, hadi malaika Mikaeli na jeshi lake wakapambana kusafisha anga. Kasafishe anga kwa yeyote ambaye unamnyoshea kidole kuongoza nchi hii na kuongoza jimbo lolote na kuongoza kata yoyote. Mungu wetu, hautanyamaza kimya, ukairuhusu mioyo yetu ifurahi
ikaongozwe na yule ambaye unataka kwamba katende haki katika nchi hii. Wakanyamazishwe, wakaaibishwe, wakanyamaze milele wale wote ambao wanakusudia kutenda hiana na kudhulumu uchaguzi na kuiba kula za Watanzania na kumtangaza ambaye hajashinda, iwe kwenye udiwani, iwe kwenye kiti cha ubunge, iwe kwenye kiti cha urais. Ninayasema haya katika jina la Bwana Yesu Kristo anayeishi na kutawala milele. Amina. Namshukuru sana Baba Askofu. Niombe sasa kumwalika Sheikh Rajab Katimba kwa niaba ya Waislamu kwa ajili ya dua. Tafadhali Sheikh, karibu sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom. Kwa jina la Mwenyezi Mungu Baba muumba wa mbingu na vilivyomo, wewe Mwenyezi Mungu tunakuabudu, na wewe tu peke yake tunakuomba msaada. Tunakuomba ya Rabbi, tuongoze katika njia iliyonyoka, njia ya wale uliowakubali na kuwaneemesha, wala si ya wale waliopotea na kukasirikiwa. Amin. Na kuomba Mwenyezi Mungu ambaye umejalia katika kipindi hiki tuwe na harakati za uchaguzi, na katika hatua ya mwanzo tumeanza na uzinduzi ambao kwa mji huu wa Dar es Salaam tumeamua kwamba kuwe na siku 3 za uzinduzi. Lakini kabla hatujafanya lolote, refari wa kazi hii ambaye ndio tunayetegemea yeye atatenda haki, tayari wachezaji wengine kisha wapa red card. Maana yake ni kwamba takuwa refa asiyekuwa na wachezaji. Sasa ya Rabbi, hili ni tatizo kubwa na ni kiashiria kikubwa cha kuvunja amani ya nchi yetu, amani ambayo tumeitafuta kwa gharama kubwa. Matayarisho ya uchaguzi tukayaona kwamba vyama vyote vimejitahidi kutafuta watu wenye weledi wasiyekuwa na ubaguzi wa aina yoyote, si wa kabila wala wa rangi, ili kuweza kuhakikisha tunawapata viongozi wema na ambao wanatenda haki, ili amani ya kweli iweze kutamalaki katika nchi hii. Lakini tumeshuhudia kuna vyama ambavyo, tena vyama vikubwa, chama ambacho ni tawala kimetuwekea watu ambao wanakuja kuvunja amani. Mfano mzuri ni katika jimbo hili la Kawe. Sisi Waislamu ni part and parcel katika nchi hii, na asilimia yetu ni kubwa tu, lakini kuna mmoja katika aliyechaguliwa na moja ya chama tena chama tawala kwa ajili ya kugombea awe mbunge wa Kawe. Yeye tayari yuko katika rekodi ya kuwa mdini na mkabila. Ametamka moja kwa moja, na ushahidi upo kwamba yeye ni nabii ambaye kapewa maono, na maono hayo yamemwonyesha kwamba anataka hakikishe madrasa zote zigeuke ziwe makanisa. Maana yake ni kwamba anataka kuidelete dini ya Kiislamu katika nchi hii, kwa sababu sisi ili tuwe Waislamu tunapita kwenye madrasa. Katokea aliyetokea anataka kudelete sasa hizo madrasa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakini kana kwamba haitoshi, kuna sehemu nyingine tunaye mtu ambaye yeye kazi yake ni kuhakikisha kwamba wanacheza kamari, ni kiongozi wa kamari. Jamani, nchi hii vijana mtakwenda kwa kamari? Badala ya kutafuta vijana wafanye kazi waweze kuinusuru taifa hili, sasa tunapata kiongozi mchezesha kamari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Rabbi, tunakuomba, wewe ndio wewe ni wa mwanzo na wa mwisho, huna mshirika, ufanani na chochote, na ulitakalo wewe ndio huwa. Mwenyezi Mungu tunakuomba,
tulilolikusudia sisi ni jambo jema na lenye kuleta amani katika nchi hii, ili waweze kupatikana viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi. Yeyote sasa anayetaka kuwaingilia wananchi katika kubatilisha au kuleta viongozi wasiokubaliwa na wananchi, ya Rabbi, anza naye katika dunia hii na umalizie katika akhera ya mbinguni. Na yeyote vile vile, awe kiongozi, awe mwanakada, awe nani, ambaye hataki kuhakikisha kwamba haki inatendeka katika uchaguzi huu, au vyombo vya dola ambavyo vimepewa mamlaka ya kuhakikisha kwamba vinalinda amani na usalama katika nchi hii, kama vitakwenda kinyume na wasitanabahi na kukurejea na kujisahihisha, ya Rabbi, waadhibu hapa hapa duniani. Na kana kwamba haitoshi, wakiingia katika ulimwengu wa mbinguni wasiione mbingu hata kuinusa. Mwenyezi Mungu, tunakuomba vijana wetu ambao tumewatanguliza kwako kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapigania haki ya nchi hii na kuongoza nchi hii, wanusuru na maadui ambao wako kushoto, kulia, mbele na nyuma. Wajalie viongozi hawa wawe na ithibati, waendelee kuwa na ithibati na usawa, kuhakikisha kwamba wanalikomboa taifa hili na kwa njia ya amani, kwa njia ya ballot box. Mwenyezi Mungu, tunakuomba wajalie wagonjwa wetu ambao wako hospitalini, ambao wengine hawatapata fursa ya kuchagua wala kuchaguliwa, wajane, watoto yatima, lakini wafungwa ambao wengi wamekuwa victim of circumstance, wamefungwa kwa kudhulumiwa, lakini wengi ambao wako mahabusu kwa miaka mingi tu. Hatuoni ubaya wao kutuhumiwa, lakini tuhuma zao zimejustify sasa hivi ni kama wamefungwa kabla ya hiyo hukumu yenyewe. Mwenyezi Mungu, wewe yote anakuelea, tunakuomba ya Rabbi, wape nusura, wape subira, tuendelee kuwapigania, na hasa tukijua kwamba viongozi ambao tunawataraji kuingia katika jahazi hili la uongozi watawatetea. Amin. Nashukuru sana. Niombe sasa viongozi wa meza kuu muweze kuketi. Dar es Salaam people, kwa sababu ya muda, waheshimiwa viongozi, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, nitakwenda hatua inayofuata ya utambulisho wa viongozi mbalimbali waliopo hapa, na kwa kweli tutatoa nafasi kwa wachache sana kwa sababu ni saa 11 kasoro. Nitaanza na wagombea ubunge wa majimbo ya kanda hii ambao ni kutoka mkoa wa kichama wa Kinondoni na Ubungo. Wale wengine wenzangu na mie, kesho ndio siku yetu kule Segerea, wale wa Segerea, Ukonga na Ilala. Kwa hiyo mtaniwia radhi. Niombe sasa niwape tu tangazo kidogo kwamba tulipaswa tuwe na mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo, ndugu Boniface Jacob, mgombea ubunge wa jimbo la Kibamba Bwana Ephraim Mgawe. Ni miongoni mwa wale ambao Tume ya Taifa ya Uchaguzi imewaengua jana na leo, na kwa sababu ya taratibu za kisheria wamekata rufaa, wasingeweza kuanza kampeni, ndio maana hawako mahali hapa. Ni miongoni mwa walioenguliwa. Yuko dada yangu wa Kigamboni, naye walimwengua jana, kwa hiyo leo hatutamkaribisha kwa sababu bado anapambana na rufaa yake. Niombe moja kwa moja sasa nimlete mgombea ubunge wa jimbo la Kinondoni, dada Susan Anselim Limo, aweze kusalimia wana wa Dar es Salaam, wana wa Kawe. Karibu sana. Makamanda peoples! Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, waheshimiwa
Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, Mheshimiwa mgombea urais, Mheshimiwa makamu wa rais, waheshimiwa meza kuu, natambua uwepo wa wajumbe wa kamati kuu na viongozi wote, waheshimiwa sana wananchi wa Kawe na maeneo mengine. Kwa majina naitwa Susan Limo, mgombea wa kiti cha ubunge katika jimbo la Kinondoni. Ujumbe wangu tunasema kwamba amani ni tunda la haki. Lakini serikali ya Chama cha Mapinduzi imeendelea kuchezea amani kwa kuengua baadhi ya wagombea, sio wa ubunge, sio wa udiwani. Na sisi tunasema kuengua sasa basi. Sawa sawa Kwa hivyo sisi tutahakikisha kwamba hatuanzi kampeni mpaka wenzetu wamerejeshwa. Sawa sawa? Peoples! Asanteni sana. Naomba sasa kwa mtiririko ule ule yuko mjumbe wa kamati kuu ambaye ni mgombea ubunge ambaye sio wa Ukonga wala Ilala. Esther Bulaya, tafadhali uje usalimie tu, maana hapa sio Bunda. Mambo vipi? Shwari? Dar es Salaam kitaeleweka? Vita ni vita mura. Dar es Salaam pambaneni. Sawa sawa Kwa majina naitwa Esther Amos Bulaya, kiboko ya nani? Aha, kumbe mnajua Nimesikia kuna uzinduzi Kawe, sawa sawa? Na Kawe jimbo la Mheshimiwa Halima James Mdee, sawa sawa? Alafu pacha wangu na achaje kufika. Vijana wa Dar es Salaam na akina mama wa Dar es Salaam, acheni uoga. Haki haiombwi. Haki yako unaichukua. Wananchi wa jimbo la Bunda, madiwani wote na mbunge wao hakuna aliyekatwa. Umeelewana? Sisi haki hatuombi, tunachukua ya kwetu. Sasa kazi kwenu. Kachukueni haki ya jimbo la Kibamba. Kachukueni haki ya jimbo la Ubungo. Kachukueni haki ya jimbo la Kigamboni. Kachukueni haki ya madiwani wenu. Mkisha chukua, tutajadili habari ya amani. Vita ni vita mura, mapambano yanaendelea. Asanteni kwa kunisikiliza. Wanasema vita ni vita mura, sio vita, ni vita ni vita mura. Niombe sasa kwa heshima kubwa nimlete mbunge mwenyeji wa jimbo la Kawe, mwenyekiti wa BAWACHA Taifa, Mheshimiwa Halima James Mdee. Uje sasa uzungumze angalau kidogo na wanakawe, nitakupendelea kwa sababu ni kwako. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristu. Bwana Yesu asifiwe sana. Makamanda, marafiki zangu, watoto wangu, baba zangu, mama zangu wa jimbo la Kawe, heshima kubwa kwenu. Mheshimiwa mwenyekiti taifa na Mheshimiwa rais mtarajiwa, makamanda hao mbele yenu ndio wananipa jeuri kitaa. Makamanda hao mbele yenu ndio wananipa jeuri mjengoni.
waliniambia, Halima, tunakutuma mjengoni, usiende kuuza sura, ukapambania Watanzania masikini. Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Rais, mimi nimenusurika kuenguliwa. Niliwekewa pingamizi majuzi, jana nikalijibu, leo nimeenda kuchukua matokeo, wameniambia, Halima, tumeshindwa kukukata kwa sababu kila kitu kilikuwa sawa. Lakini hiyo imaanishi kwamba wenzetu waliochakachuliwa na tume walijaza fomu kwa makosa. Hapana. Ni mkakati wa makusudi ulifanywa, lakini wakawa wanapima upepo. Walijua wakimkata sauti ya zege kitanuka. Mheshimiwa Rais, tuna dakika zisizopungua 50 na nisingependa msisikie rais mtarajiwa ana malengo na matarajio gani na taifa hili. Ila mwenyekiti na rais niwahakikishie kitu kimoja. Nimekuwa mbunge wa jimbo hili kwa miaka 10. Siku zote ambazo nimetangazwa, sijatangazwa kwa sababu mimi Halima ni imara sana. Sijatangazwa kwa sababu mimi Halima nina nguvu sana. Nilitangazwa kwa sababu ya nguvu ya umma. Na ni hivi, tumeletewa mrembo fulani, si ndio? Tumeletewa mrembo fulani, si ndio? Sisi si watoto wa kiuni, si ndio? Tutamfundisha swaga za kitaa, si ndio? Mko pamoja makamanda? Tutamfundisha udogo mambo ya kitaa, si ndio? Kunja ngumi, tuonyeshe nguvu ya umma ni waga. Kunjani ngumi. Kunjani ngumi, tukiashiria kwamba tunaenda kushinda jimbo la Kawe kwa nguvu ya umma. Kwa nikisema peoples, mnapiga power ya kinoma noma. Tuanza kukunja ngumi. Kunja ngumi, acha kulegea wewe. People! Hapana, hawajasikia mtaa wakati pale. Kunja, zungusha. Kama alikuwa anajifanya mjanja huko kwa Bashite, hapa amekutana na mtoto wa mjini, mtoto wa kiuni. Zungusha. Kunja ngumi, zungusha. People! 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 Asanteni sana, nawapenda sana, saluti kubwa kwenu. Mtamfundisha nini? Mtamfundisha nini? Nashukuru. Naomba sasa nimtambulishe kwenu First Lady wetu mtarajiwa Mama Alicia Tundu Antipas Lissu, aje awasalimie wana wa Dar es Salaam. Karibu sana First Lady wetu, tafadhali. Makamanda wa Kawe, peoples! Peoples! No hate! Asanteni sana. Sijui nianzie wapi. Asanteni sana.
Mimi naomba nianze kwa kuwashukuru. Nianze kwa kuwashukuru sana kwa sababu siku ile ya tarehe 7 Septemba ubavu wangu ulimiminiwa risasi 16. Na toka siku ile maisha yetu yalibadilika. Nyinyi mnafahamu nini kilitokea baada ya hapo. Sihitaji kuwaeleza. Sisi, mimi, mume wangu Tundu na watoto wetu, Kawe ni nyumbani. Kawe ni nyumbani. Tunaishi Tegeta. Tunaishi Tegeta tangu mwaka 1997 tulipofunga ndoa. Hatujawahi kuhama. Japo tuna mji mwingine Mahambe, Singida. Lakini Tegeta ni kwetu. Kawe ni kwetu. Dar es Salaam ni kwetu. Tanzania ni kwetu. Niwashukuru sana. Niwashukuru sana kwa namna ya kipekee ambayo mlikuwa nasi kuanzia siku ile ya lile tukio baya kushinda yote katika historia ya nchi hii hadi leo. Kwa kweli hatuna jinsi ya kuwalipa. Hatuna jinsi ya kuwalipa kamwe. Ila na mimi naomba tukienda kwenye kupiga kura mwaka huu, tujue tunafanya uamuzi ya kuyakataa maovu yote ambayo yametokea kuanzia Oktoba ile ya uchaguzi wa mara ya mwisho. Uamuzi ni wetu. Uamuzi ni people's. Asanteni sana. Peoples. Naona mama kawafanya nyuso zenu zikawa na huzuni. Ameuguza mgonjwa kwa miaka 3 mfululizo. Huyu ni mama wa shoka. Hatashindwa kuwaongoza wakina mama wa Tanzania. Naomba sasa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima kubwa na kwa sababu ya muda, nimtambulishe kwenu na nimlete kwenu makamu wa rais ambaye ataweka historia ya kuwa makamu wa rais kijana kuliko wote waliowahi kutokea katika taifa hili, ambaye anafahamu changamoto za vijana, maisha ya ujana. Ndugu Salum Mwalimu Juma, karibu sana useme na wanakawe. Peoples! Peoples! Watu wa Kawe vipi jamani? Peoples! Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa Taifa Freeman Aikaeli Mbowe, Mheshimiwa Rais wetu mtarajiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu, mama yetu Mama Alicia Lissu, Mheshimiwa viongozi wenzangu mbalimbali tulioko hapa,
bila kuwasahau viongozi wetu wa kiroho, baba askofu pamoja na shehe wetu ambao mmeungana kwa niaba ya viongozi wetu wengi wa kiroho katika taifa letu, baba askofu wa Makula na shehe wetu Katimba. Mheshimiwa wananchi wa Kawe ambao ni wenyeji wetu kwa mchana huu leo, mkiwa mnaunganisha na kukaribisha majimbo pia ya Kinondoni, Ubungo na Kibamba katika utaratibu ambao tuliufanya makususi baada ya kuona hatuna sababu ya kuwatesa watu wetu, washabiki wetu, watu wa Dar es Salaam kukusanyika mahala pamoja kwa makusudi, kimkakati na kwa mapenzi makubwa. Tuliamua katika jiji la Dar es Salaam tukutane katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni jana ambako tulikutana katika viwanja vya Zake Mbagala, tukiwa tunazungumza na wakazi wa Mbagala, Temeke pamoja na wakazi wa Kigamboni. Kwa hiyo leo tupo hapa Kawe kwa ajili ya kuzungumza na wakazi wenzetu na wenyeji wetu wa Kawe, Ubungo, Kibamba na Kinondoni na mkoa wa Dar es Salaam. Tutamalizia hapo kesho katika viwanja vya shule ya msingi Tabata, kama ratiba haijabadilika, Liwiti, katika viwanja vya Liwiti, ambako pale tunakwenda kuzungumza na wapenzi wetu, washabiki wetu, makamanda wenzetu, wakazi wa Dar es Salaam kutoka majimbo ya Ilala, Segerea, Ukonga pamoja na jimbo la jimbo la Ilala. Kwa hiyo huo ndio utaratibu ambao tuliuweka kwa ajili ya mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, tarehe 4 mwezi uliopita chama pamoja na Watanzania walitupa kazi mimi na Mheshimiwa Lissu. Kazi ya kwenda kuzungumza na Watanzania na hatimaye kwenda kuiongoza serikali ya awamu ya 6 itakayokuwa serikali ya kwanza chini ya chama cha upinzani tangu tulipopata uhuru mwaka 1961 na mara baada ya mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Kazi ile tulipokea kwa heshima kubwa na kwa wivu mkubwa. Tulianza safari ya kuelekea Magogoni Ikulu na Chamwino Dodoma mnamo tarehe 7 tulipoondoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma, ambako tarehe 8 mwezi wa 8 tulichukua rasmi fomu ya kuomba nafasi ya kugombea urais kwa Mheshimiwa Lissu na fomu ya kuomba kugombea nafasi ya makamu wa rais kwangu mimi Salum Mwalimu. Mara baada ya kuchukua fomu hiyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi mliotuma tulianza, na tume ilitutaka kwenda kutafuta wadhamini katika mikoa isiyopungua 10, miwili kati ya hiyo iwe ni mikoa inayotoka Tanzania Zanzibar. Lakini sisi tunamshukuru Mungu kwamba tulifanikiwa kufika katika mikoa mingi zaidi, tukianzia na Dodoma, tukaenda Singida, kisha Tabora, baadaye Shinyanga, tukaenda Mwanza, Mara, Simiu, Manyara, Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Pwani, Dar es Salaam, Morogoro, Iringa, Njombe, Mbeya, Songwe na Rukwa, huku tukiwakilishwa na mikoa mingine 3 kutoka Zanzibar. Mheshimiwa Mwenyekiti, kote huko tulikopita tumeona changamoto za kimaendeleo bado ziko pale pale. Changamoto za kijamii bado ziko pale pale. Bado Watanzania wanalia na maji, bado Watanzania wanalia na ajira, bado Watanzania wanalia na biashara, bado Watanzania wanalia na afya, bado Watanzania wanalia na elimu, bado Watanzania wanalia na kilimo, bado Watanzania wanalia na uvuvi, bado Watanzania wanalia na ufugaji. Changamoto za kimaendeleo na kijamii bado ziko pale pale. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo moja kubwa tulilolikuta linaloongeza changamoto katika maisha yetu wa Tanzania, tumeikuta changamoto ya uhuru na haki wetu wa Tanzania. Hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeikuta kila mahali. Watu wanalia na uhuru wao. Uhuru wa wakulima kuamua wapi na vipi wauze bidhaa yao. Uhuru wa wafugaji kuamua namna gani wawe na mifugo yao, wawe na mifugo mingapi. Uhuru wa wafugaji kuamua ni kitoweo gani wakivue ziwani na baharini. Uhuru wa Watanzania kuamua vyama gani vya siasa wajiunge. Uhuru wa Watanzania wa kufanya shughuli zao za kisiasa.
uhuru wa Watanzania kufanya shughuli zao za kibiashara, uhuru wa Watanzania wa kuwekeza mitaji yao wanakotaka na mitaji hiyo iwe salama. Na kikubwa zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuta na tunaendelea kukishuhudia uhuru wa Watanzania kujieleza na uhuru wa habari na vyombo vya habari katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, uhuru imekuwa ni changamoto mpya tuliyoshuhudia katika kipindi cha miaka mitano. Yote hayo Mheshimiwa Rais wetu atayaeleza kwa kina leo, atayaeleza kesho, na tutaendelea kuyaeleza katika mikutano yetu, namna gani tunakwenda kurudisha uhuru wa Watanzania, namna gani tunakwenda kurudisha tabasamu katika nyuso na mioyo ya Watanzania, namna gani tunakwenda kurudisha umoja na mshikamano wa Tanzania. Lakini kipekee, Mheshimiwa Mwenyekiti, kipekee tutawaeleza Watanzania namna gani tunalirudisha taifa hili kuwa la wachamungu, sio wakinafiki, wachamungu kutoka ndani ya sakafu za mioyo ya viongozi wanaomcha Mungu, na sio viongozi wanaotamka kwenye midomo yao kumcha Mungu, lakini matendo yao yanazidi hata shetani ambaye hatapokelewa na hataiona mbingu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumejiandaa. Tunatambua Mheshimiwa Lissu anakwenda kuichukua serikali kutoka mikononi mwa serikali ya awamu ya 5 kukiwa na changamoto nyingi, lakini tumejipanga, tunajiamini, na kwa mapenzi na imani kubwa ya Watanzania walio wengi, kama ambavyo Mungu alivyotuambia kauli ya wengi ni kauli yake, hatuna shaka hata chembe tutajaliwa uwezo wa kwenda kufumua mifumo ya kodi, tunakwenda kufumua mifumo ya elimu, mifumo ya kilimo, mifumo ya uchumi, mifumo ya sekta za fedha na kadhalika, ili tuweze kuirudisha Tanzania katika mahala pake. Lakini zaidi ya yote, tunakwenda kuwafungulia marafiki wetu wa enzi na enzi wa jumuiya za kimataifa kwenda kurudisha mahusiano ya kimataifa ya Tanzania na nchi nyingine, mahusiano ambayo kwa kweli yamewekwa rehani. Mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, na hili nimemuomba pia Mheshimiwa Rais, kwa kweli eneo ambalo nitakwenda kumsaidia kwa ukamilifu ni eneo la kurudisha uhuru wa habari na vyombo vya habari. Mheshimiwa Rais, mimi ni mwanataaluma wa mwandishi wa habari, niliyefanya kazi katika chumba cha habari na niliyekaa darasani kusomea uandishi wa habari. Ninaelewa ndugu zangu waandishi wa habari na vyombo vya habari maisha ya miaka mitano walioyapitia. Wako mpaka waliokata tamaa ya kufanya uandishi wa habari. Wapo ambao wamekata tamaa hata kuendelea kuwekeza katika vyombo vya habari. Ukiua vyombo vya habari, unaliua taifa. Ukiua watu kusema, unaua taifa. Ukiua watu kujulishwa habari mbalimbali, unaua taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimewaahidi na naendelea kuahidi waandishi wa habari na wamiliki wa vyombo vya habari, tunakwenda kurudisha uhuru wenu kwa kufumua sheria zote zilizotengenezwa faster kwa lengo la kulinda watawala na maovu ya watawala, kwa kisingizio kwamba eti kuna sheria zilizopitishwa bungeni, sheria ambazo hazina mantiki yoyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba nisiendelee sana. Itoshe niliyoyasema hayo. Lakini kabla Mheshimiwa wewe hujaja, Mheshimiwa Mwenyekiti, na Mheshimiwa Rais hajaja, ninaomba kura nyingi sana kwa madiwani wetu wote wa mkoa wa Dar es Salaam. Ninaomba kura nyingi sana kwa wabunge wetu wote wa Dar es Salaam. Na kipekee zaidi, ninaomba kura nyingi sana, tena sana, kwa Mheshimiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu. Ninaamini, ndugu zangu wa Tanzania, ninaamini ndiye rais anayeweza kuja kuliunganisha taifa hili, na ndiye Mtanzania anayestahili kuwa mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu na mfariji mkuu wa Tanzania kwa wakati na mazingira tulio nayo sasa, na hatuna mwingine yeyote. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mgombea rais, rais wangu, viongozi wenzangu, Mungu awabariki sana. Tutakutana, si ndio? Tutakutana wakati wa kampeni. Wazanzibari tunasema hii ni bashraf, mziki wenyewe unakuja. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Ipo makamu wa rais anatosha, hatoshi? Anatosha, sio? Namshukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba sasa nikunyanyue ili uje useme na hatimaye umnyanyue rais Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu aweze kusema na Watanzania. Karibu sana Mwenyekiti.
Asante sana. Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mgombea wetu wa urais akiwakilisha bendera ya Chadema, Mama Lissu Alicia, waheshimiwa sana viongozi wetu wa kiroho, viongozi wenzangu wote walioko meza kuu na popote walipo, ndugu waandishi wa habari wa Tanzania wenzangu, asalamu alaykum. Muda wetu sio mzuri sana, na natamani sana kama ambavyo wenzangu mnatamani Mheshimiwa mgombea wetu wa urais azungumze na taifa. Mimi nitazungumza mambo mawili kwa kifupi sana. La kwanza, jana katika mkutano wetu wa Kibamba Bagala samani, tuliwataka TBC waondoke katika mkutano wetu. Jambo hili lilipokelewa vema na Watanzania wengi, hususan wale wanaopenda uandishi wa habari wa haki. Sasa nataka nitangaze ifuatavyo. Napenda niwaambie wanahabari wote, chama chetu kinaamini katika uhuru wa habari, kinaamini katika uandishi wa habari unaofanywa kwa weledi, uandishi wa habari usio na upendeleo. Tunataka kuinyanyua taaluma ya habari ili iweze kusimamia haki za wananchi wetu. Chombo chochote kinachotaka kutoa taarifa zetu tunakiruhusu, tunakikaribisha, tutashirikiana nacho, lakini kitoe taarifa za ukweli bila upendeleo, kitoe taarifa za ukweli bila ushabiki. TBC wametoa tamko, wanasema na taarifa wametoa polisi. Sisi taarifa tumetoa kwa Mungu. Na tunapenda kuambia TBC, polisi imekuwa sehemu ya maisha yetu. Wala hatutishiwi kuambiwa mtu kaenda polisi kutushtaki. Wajitazame wenyewe, wakiona wako tayari kufanya kazi na Chadema, tuko tayari kuwasamehe kama watafanya kazi kwa uadilifu, lakini sio kwa kutishana, kwa sababu sisi hatuiogopi TBC, hatuiogopi serikali, ila tunawaheshimu wote na tunaiheshimu taaluma ya habari. Hilo la kwanza. La pili, tulieleza masikitiko yetu kwa namna ambavyo Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeendelea kuwaengua wagombea wetu. Ndugu wanakawe, wana Dar es Salaam, Watanzania wote wanaonisikiliza, kwetu jambo hili ni zito sana. Tunapoona wanaenguliwa wagombea, kisha wanapita watu ambao halijawa chaguo la wananchi kwa sababu ya hila za maofisa wa Tume ya Uchaguzi, hatuwezi kulifumbia macho. Tumezungumza na tume, tumekata rufaa, tutaendelea kukata rufaa na tutaendelea kupambana. Lakini napenda nirudie tuliyozungumza jana kwa msisitizo mfupi sana. Tume, msichukue amani ya nchi yetu kwa utani, na wala msifikirie Chadema na vyama vingine vya upinzani vinapenda kulalamika. Tunachokitaka ni amani ya nchi yetu, na tunatambua kwamba amani hii inawezekana tu pale haki inapotolewa kwa watu wote bila upendeleo. Tutaendelea kushinikiza wagombea wetu warejeshwe. Hadi sasa wamerejesha baadhi, bado wagombea kama 42 hawajarejeshwa. Tutaendelea kupigania haki zao, si ndio jamani? Kuna mambo mengine tumetangaza, mengine hatutatangaza. Baadaye tusilaumiane. Tumeshasema mapema, kama mtupi haki yetu kitanuka. Kitanuka vipi anajua Mungu, na itajulikana siku yenyewe ikifika.
Ndugu zangu wa Tanzania, jana tuliposema tunaahirisha kuzungumza masuala ya ilani, wengine wakabeza wakasema Chadema wana ilani. Ilani yetu iko tayari siku nyingi, ila ni wenda wazimu kujikita siku ya kwanza kuzungumza ilani bila kupeleka kwanza ujumbe wa msingi kuhusu haki ya uchaguzi wenyewe. Ilani bila uchaguzi haina maana. Ilani na uchaguzi pale ambako watu wananadi sera na ilani zao kupitia mifumo ya uchaguzi iliyokuwa huru, iliyokuwa ya haki na iliyokuwa ya usawa. Kwa hiyo leo naomba rais wangu asije kuzungumza mambo ya tume ya uchaguzi, pengine kimpendeza. Kwa muda mfupi uliobaki nao, ajikite kueleza baadhi ya sehemu za ilani yetu, na yale ambayo itampendeza yeye ayazungumze kwa niaba yetu kama chama, kwa sababu yeye ndio mshika maono yetu, yeye ndio mshika bendera yetu. Mheshimiwa Tundu Lissu, tafadhali kabisa, karibu uongee na Watanzania wote. Dar es Salaam people! Anatosha atoshi? Nimlete nisimlete? Nimlete? Karibu Mheshimiwa Rais. Kawe mpo? Kawe mpo? People! People! Nawashukuruni sana Kawe, nawashukuruni sana Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti na viongozi wetu wa kiroho, waheshimiwa wananchi wa jimbo la Kawe na wa Dar es Salaam na wa Tanzania popote mlipo, na wale wote wanaoitakia nchi yetu mema, leo ni siku yetu ya pili ya kampeni za uchaguzi huu. Jana, kwa sababu ya mambo mnayoyafahamu vema ambayo yamefanywa, mambo mabaya, ilibidi tuyazungumze sana hayo mambo mabaya. Sasa leo hii naomba tuzungumze ya uchaguzi mkuu huu na ya mipango yetu kuhusiana na uchaguzi mkuu huu na juu ya hatma ya nchi yetu. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, ilani yetu ya uchaguzi mkuu huu ina kauli mbiu yenye maneno yafuatayo: uhuru, haki na maendeleo ya watu. Uhuru, haki na maendeleo ya watu. Sasa chochote ambacho tumekisema katika ilani hii, msingi wake mkuu ni uhuru wa watu, haki za watu, maendeleo ya watu. Ndugu zangu, kabla hatujaja katika uwanja huu leo, nimeomba wale ambao wamenileta hapa kwenye msafara, niliwaomba wanipitishe kwenye maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam. Mnafahamu sijakuwepo miaka mitatu. Sasa walinipeleka kule Mbezi Mwisho kwa kupitia Goba. Sasa kutoka Mbezi Mwisho tumekuja na hiyo barabara ya Morogoro
mpaka Magomeni na tukapita maeneo ya Kinondoni na Mwananyamala, tumefika hapa. Sasa ndugu zangu, naomba nizungumze hii habari ya haki, uhuru na maendeleo ya watu kwa yale ambayo nimeyaona leo wakati nakuja hapa uwanjani. Kuna ujenzi mkubwa sana wa barabara unafanyika. Hiyo sehemu ambayo nimeiona, kuna ujenzi mkubwa sana wa barabara. Sasa hilo eneo lote ambalo nimelipita leo, zamani lilikuwa na makazi ya watu kulia na kushoto. Njia yote ile ilikuwa na makazi ya Watanzania, ilikuwa na biashara za Watanzania, ilikuwa na mahali wananchi wanaishi, wanatunza familia zao, wanapata riziki zao. Leo hii hiyo sehemu niliyoiona, hakuna nyumba hata moja kwa karibu urefu wa uwanja pengine wa mpira na zaidi. Maelfu ya nyumba walizokuwa wanaishi watu yamebomolewa. Makumi ya maelfu ya watu waliokuwa wanaishi katika eneo hilo, wakiraise familia zao, wakipata riziki, wamebomolewa. Mungu anajua walikopelekwa. Nimeambiwa hatujafika huko walikopelekwa, lakini nimeambiwa wamepelekwa katika maeneo ambayo sasa wanaishi katika maeneo ambayo hayana huduma, hayajapimwa, ni machafu, ni hatari kwa afya zao na za familia zao. Sio maeneo ambayo yanafaa kwa maisha ya binadamu. Na yote hiyo imefanyika ili tujenge barabara hiyo kubwa ambayo inajengwa leo. Ninafahamu maelfu ya wananchi waliobomolewa nyumba zao kwa ukatili mkubwa, nyumba ambazo zilikuwa ni viwanja vilivyopimwa, biashara zilizokuwa zinaendeshwa kihalali, watu walikuwa wanaishi maisha yao bila bugdha yoyote kwa miaka yote. Leo hii kwa maelfu yao wamefanywa maskini ili tujenge barabara. Hayo maendeleo ya aina hiyo, maendeleo yanayoumiza watu, yanayofanya watu maskini zaidi, ni maendeleo ambayo sisi tunayakataa. Maendeleo tunayoyataka ni maendeleo yanayozingatia uhuru wa watu, maendeleo yanayozingatia haki zao, maendeleo aliyoyaita baba wa taifa maendeleo ya watu badala ya maendeleo ya vitu. Baba wa taifa alisema ili uyaite maendeleo, kwa maneno yake mwenyewe alisema maendeleo, development must be people centered. Lazima yawe maendeleo ya watu. Maendeleo yanayofanya watu maskini, yanayobomolea makazi yao, yakawabomolea biashara zao, yakabomoa miundombinu waliojijengea, hayo sio maendeleo ya watu kwa tafsiri ya baba wa taifa. Na kwa sababu hiyo, ndugu zangu, naomba niseme hapa, serikali ya Chadema, serikali nitakayounda mimi baada ya kupata ridhaa ya Watanzania tarehe 28 Oktoba, kama sehemu ya maridhiano ya kitaifa, kama sehemu ya upatanishi wetu kama taifa, lazima tutaangalia utaratibu wa kuwalipa fidia ya haki stahili
na inayotosheleza wale wote ambao wameumizwa na aina ya maendeleo ambayo tumeiona na kuishuhudia katika miaka hii mitano. Kwa wale wote, sio wa hilo eneo la barabara ya Morogoro tu na maeneo mengine ya nchi ambao mmeharibiwa nyumba zenu, mmenyang'anywa ardhi zenu, mmepotezewa riziki zenu, serikali ya Chadema, serikali ya rais mtakayempa ridhaa Tundu Lissu mwaka huu itakuwa serikali itakayowatendeeni haki. Ndugu zangu, mji wa Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam ndio jiji muhimu kiuchumi na kibiashara kuliko eneo lingine lolote la nchi hii. Dar es Salaam hailimi pamba wala korosho wala kahawa wala chai. Dar es Salaam haichimbi madini. Dar es Salaam ni mji wa kiuchumi, wa biashara na viwanda. Sasa kwa sababu ni mji wa kiuchumi, wa biashara na viwanda, lazima tuzungumzie hali ya kiuchumi ya Dar es Salaam, hasa hali ya wenye viwanda wetu na hali ya wafanyabiashara wetu. Na sio wa Dar es Salaam tu, lazima tuzungumzie habari ya wafanyabiashara na wenye viwanda wa Tanzania hii. Sasa leo hii ukiwa na biashara kwa mfano ya hardware au ya spare za magari au ya mahoteli, leo hii una mzigo wa utitiri wa kodi. Kuna kodi zaidi ya 15 ambazo mfanyabiashara wa Tanzania, akiwemo mfanyabiashara wa Dar es Salaam, analazimika kuzilipa kwa mamlaka mbalimbali za serikali. Matokeo yake ni kwamba uwezo wa wafanyabiashara wetu, uwezo wa wenye viwanda wetu wa kufanya biashara, kupata faida, kuajiri wa Tanzania na kupunguza tatizo la ajira ya watoto wetu, ya vijana wetu, umeathiriwa sana. Aina 15 za kodi. Mzigo wa kodi unaelemea wafanyabiashara wetu na unaelemea wenye viwanda wetu. Mzigo wa kodi unaelemea kila Mtanzania, hata machinga na mama ntilie. Ni ajabu ndugu zangu, ni ajabu sana kwamba ukienda TRA leo ukaomba kujiandikisha kama mlipa kodi, kile kitambulisho cha mlipa kodi ukilipii hata senti 5. Ile TIN, ile tax identification number, unaipewa bure. Ukiwa machinga, huna kazi yako ni hiyo ya kutembea, ni duka linalotembea, unaambiwa lazima uwe na kitambulisho, na hicho kitambulisho unakilipia 20,000. Kile cha TRA unakipata bure. Kitambulisho cha machinga unakilipia 20,000 ambayo haitolewi kodi, na Mungu anajua inakoenda. Sasa matokeo yake ni kwamba na wamachinga, vijana ambao wanahitaji kutengenezewa utaratibu bora zaidi wa kupata riziki zao, imekuwa shida tupu. Hii miaka 5 vitambulisho vya machinga vimekuwa ni adha kubwa kwa hao vijana ambao wanahitaji kusaidiwa. Sasa kwa sababu mzigo wa kodi umekuwa ni mkubwa, plani yetu ikoje?
plani ya Chadema ni kwamba kwa sababu Dar es Salaam ni mji wa kibiashara na kwa sababu nchi hii inategemea wafanyabiashara na wenye viwanda na wakulima na watu wengine, mpango wetu ni kupunguza kodi, kuondoa huu utitiri wa kodi 15 kwa sasa. Tuwe na kodi moja tu ambayo ukilipa basi hakuna atakaye kubughudhi tena. Niwaambieni ndugu zangu, niwaambieni, kama ukilipa kodi ya 10% kwa bidhaa unazoagiza kutoka nje, ziwe nguo au spare au bidhaa nyingine yoyote ambayo leo unaiingiza na unalipia kodi 15, sisi tutasema unalipia 10% tu. Fikiria ni kiasi gani cha bidhaa ambazo zitaingizwa katika nchi hii, na wafanyabiashara ambao hawatakuwa tena na sababu ya kukwepa kodi, kwa sababu tumepunguza kodi na tumepunguza ukandamizaji unaoendana na ukusanyaji wa kodi hizi. Leo hii ndugu zangu, wafanyabiashara wetu wanaenda kununua bidhaa Uganda. Uganda haina bandari, Uganda haina bahari. Bidhaa tunazonunua Uganda leo zinapitishwa kwenye bandari ya Dar es Salaam au ya Tanga au ya Mombasa, lakini zinapofika Uganda zikalipiwa kodi, bado zina bei ya chini zaidi, na wafanyabiashara wetu wanaenda kuzinunua huko. Tunataka wafanyabiashara sio wa kwetu waende nje. Tunataka wafanyabiashara wa nchi zote zinazotuzunguka waje Dar es Salaam, waende Tanga, waende Mtwara, waende katika bandari zetu, wanunue bidhaa ambazo zimeagizwa na wafanyabiashara wetu na zikalipiwa kodi ndogo, lakini zikija kwa wingi mapato ya serikali yatakuwa makubwa. It's all about economies of scale. Hoja hapa ni kwamba ukileta wafanyabiashara na bidhaa nyingi zaidi, kodi itaongezeka, lakini itaongezeka bila kuumiza wafanyabiashara, bila kuumiza wenye viwanda, bila kuumiza sisi tunaotumia bidhaa hizo, sisi walaji. Nafikiri tukienda hivi itakuwa vizuri sana. Nimesema katika hizi wiki mbili ambazo nimekuwa barabarani, na ninaisema hapa leo, mfumo wetu wa kodi ulivyo ni mfumo wa unyang'anyi. Maafisa wa TRA wamefanya kazi kubwa ya unyang'anyi katika kukusanya kodi. Wamefilisi wafanyabiashara wetu, wamefilisi wenye viwanda vyetu. Serikali yangu itabadilisha mfumo wa kodi kwa kujenga katika msingi wa uhuru, haki na maendeleo ya watu. Kwenye kodi nimesema na nasema tena mbele ya Kawe na mbele ya wafanyabiashara wetu wa Dar es Salaam, msingi wetu wa kodi utakuwa haki ya mlipa kodi, a taxpayer's bill of rights. Mfumo wetu wa kodi utasema hivi: badala ya kunyang'anya watu biashara zao, kufilisi biashara zao kwa kisingizio cha kodi, sisi tutatoza kodi itakayowawezesha kuendesha shughuli zao za kiuchumi kwa faida zaidi. A taxpayer's bill of rights. Hatutaki mamlaka ya kodi inayofilisi walipa kodi. Tunataka mamlaka ya kodi inayopalilia na kustawisha walipa kodi. A taxpayer's bill of rights. Ndugu zangu, watu wa Dar es Salaam
Kama nilivyosema, sio wakulima. Hili ni jiji la biashara na viwanda. Sasa nchi hii kwa miaka mitano haijaongeza mshahara wa wafanyakazi, wawe wa binafsi au wa serikali. Hawa mapolisi wetu hawa, manesi wetu, waganga wetu, wafanyakazi wetu wa maeneo mbalimbali hawajalipwa mshahara kwa miaka mitano, wakati sheria zetu za sasa zinasema kila mwaka lazima wafanyakazi wetu waongezewe mishahara ili kuendana na hali ya halisi ya maisha. Serikali ya Chadema itabidi ianze na fidia ya huu nyang'anyi wa miaka 5. Itabidi tuanze kutibu haya majeraha ya wafanyakazi wetu ya miaka 5. Wafanyakazi wetu, kabla sijaondoka nchini miaka 3 iliyopita, nilipokuwa bungeni, kuna mama alikuja kuniona ofisini kwangu bungeni. Alikuwa mwalimu. Akaniambia, mheshimiwa, nimefundisha mimi kwa miaka 34. Nimebakisha mwaka mmoja ni staafu, nilikuwa na staafu mwaka ujao. Nimefukuzwa kazi kwa sababu nimekosa kuonyesha cheti changu cha chuo cha ualimu nilikosomea miaka ya 70. Nimefukuzwa kazi baada ya kufundisha kwa miaka 34. Sijalipwa hata senti 10. Maelfu ya watu wetu wameonewa, wamefukuzwa kazi, hawajalipwa mishahara yao, hawajalipwa viunio mgongo vyovyote. Serikali ya Chadema itaanza kwa kutibu majeraha haya ya hii miaka 5. Wafanyakazi wetu wa leo kama unafanya kazi, uwe askari polisi kama hawa, au unafanya kazi kwenye shirika la umma au binafsi, ukikosa kazi kwa sababu yoyote ile, kama una miaka 30 na umefanya kazi miaka 10 kwa mfano, unaambiwa ili upate mafao yako uliokatwa katika miaka yako ya ajira, usubiri mpaka ufikishe miaka 60, au sio? Yaani una miaka 30, unaambiwa usubiri miaka yako mingine 30 ndio uje upate malipo yako ya uliokatwa wakati ukiwa kazini. Hilo linaloitwa fao la kujitoa, ambalo liliondolewa miaka michache iliyopita, na limeondolewa kwa sababu serikali hii imefuja mifuko ya hifadhi ya jamii. Sisi serikali ya Chadema itatibu majeraha haya. Tutarudisha fao la kujitoa la wafanyakazi wetu, ili kama umepoteza kazi yako kwa sababu yoyote ile, uanze kupata nafuu muda ule, badala ya kusubiri miaka 30 ndio uje uanze kufuatilia. Watakuambia faili lilishapotea, hutapata la kufa. Hatutaki dhulma, tunataka haki. Wanafunzi wetu ambao leo wanakopeshwa mikopo na bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa shida sana. Zamani tulipokuwa tunasoma sisi, kwenda chuo kikuu kusoma shule ilikuwa ni sehemu bora kabisa ya maisha ya kwako ya ujana, kwenda kusoma chuo. Leo kwenda kusoma chuo au sekondari imekuwa ni adha, imekuwa ni mateso. Usipate mkopo unaostahili, halafu kama wakikupa wakakuambia utalipa 3% ya mapato yako,
halafu inakuja serikali inabadilisha sheria, sasa unalipa 15%. Yaani ulipe kodi zote ambazo unatakiwa kulipa, na juu ya hiyo kodi hizo zote unazotakiwa kulipa unaambiwa tulipe na 15% ya mkopo wako wa chuo. Serikali ya Chadema itatibu majeraha haya ya watoto wetu. Tutarudisha ulipaji wa mikopo ya elimu ya juu ile ambayo mlisaini makubaliano na serikali ya 3%. Na kama una ajira. Sasa ndugu zangu, nchi yetu na dunia ya leo ni dunia ya uchumi wa sekta binafsi. Miaka na zama za ujamaa, zama na miaka ya serikali kuhodhi kila kitu zilishapita na zilishindwa. Ule utaratibu wa serikali ndio inafanya kila kitu, ndio inayomiliki njia kuu, ilishapita na hairudi tena. Miaka 5 hii tumeshuhudia serikali ikijaribu kurudisha ujamaa ule ulioshindikana miaka ya mwanzo ya 80 kabla baba wa taifa hajaondoka madarakani. Matokeo yake ndio haya, njaa kila mahali. Matokeo yake ndio haya, umaskini kila mahali. Matokeo yake ndio haya, kila mtu analia. Sasa msingi wetu wa kiuchumi utakuwa ni uchumi huru, uchumi wa sekta ya binafsi. Tutakaribisha sekta binafsi ya nje na ya ndani. Tutatengeneza mazingira mazuri ya kikodi na ya kitaasisi na usimamizi wake ili kuhakikisha kwamba wale tunaotaka watujengee viwanda, wafungue biashara, watakuwa hawana hofu ya kunyang'anywa viwanda vyao, ya kunyang'anywa biashara zao, ya kunyang'anywa pesa zao. Tukifanya hivyo, nchi hii itaneemeka kiuchumi, kwa sababu serikali hii haina pesa. Pesa iko kwenye sekta binafsi. Kwa sekta binafsi lazima tuihakikishe tunaipa ulinzi unaostahili ili iajiri mamilioni ya vijana wetu ambao leo hawana ajira. Leo hii kila majengo makubwa ya serikali yanafanywa na Suma JKT. Matokeo yake ni kwamba sekta ya ujenzi ya nchi hii, makampuni ya ujenzi yamekufa. Na makampuni ya ujenzi ya kifa, maana yake ni ajira za maelfu kwa maelfu ya vijana wetu yanakufa. Serikali nitakayoiongoza mie itakuwa ni serikali ya kusimamia sera. Masuala ya ujenzi, masuala ya sekta binafsi, masuala ya kiuchumi yatakuwa kwenye sekta binafsi. Serikali ikusanye kodi ambazo ni halali, na serikali isimamie ustawi wa sekta binafsi ambayo itatutatulia tatizo la ajira kwa mamilioni ya vijana wetu. Ndugu zangu, mimi nimekaa hospitalini muda mrefu sana. Nimekaa hospitali muda mrefu sana.
na nimetibiwa katika hospitali bora kabisa. Kwa hiyo naweza nikawaambieni Watanzania kwamba ninafahamu namna ya kutengeneza mfumo mpya wa afya utakaohakikisha kwamba kwanza kila mtu anakuwa kwenye bima. Hakuna mtu anayeweza kulipia matibabu yake yeye mwenyewe, hata Ulaya ambao wao ni matajiri kutuzidi. Hakuna. Kwa sababu hiyo lazima tutengeneze na tutatengeneza mfumo wa afya ambao kila Mtanzania na kila anayekaa Tanzania atakuwa kwenye bima ya afya. Sasa hivi wafanyakazi walio wengi wako kwenye utaratibu wa bima ya afya. Lakini ukienda mahospitalini, ukienda kwenye hospitali zote, wanakuambia kwamba hii mifuko ya bima ya afya haipeleki pesa mahospitalini. Kwa ukienda hospitali leo pamoja na bima yako ya afya, unaambiwa kanunue hiki, kanunue kile, fanya hivi, toa hela hii, toa hela ile. Utahakikisha kwamba sio tu kwamba kila mtu yuko kwenye bima ya afya, bali pia hii mifuko ya bima ya afya itapeleka pesa kwenye mahospitali, ili madaktari wetu walipwe vizuri, ili manesi wetu walipwe vizuri, ili wafanyakazi wa sekta ya afya wawe na wao na maisha mazuri, na ili huduma zetu za afya ziwe bora zaidi kwa viwango vya kimataifa. Kwenye elimu, ndugu zangu, kwenye elimu, mfumo wetu wa elimu umejengwa kwenye msingi mmoja unaitwa hivi: pasi mtihani. Pasi mtihani. Mzazi wa Kitanzania leo, ikifika mtoto anamaliza shule, hataki kujua ana maarifa kiasi gani, anataka aangalie ile karatasi, amefaulu mtihani. Ukitaka kuchagua shule unaangalia walitoa division 1 wangapi mwaka jana au mwaka juzi. Matokeo yake tumejenga taifa, tunapeleka vijana mashuleni na kwenye vyuo ambao kazi yao ni kupasi mitihani tu. Ukimwambia hebu tekeleza hicho ulichosoma chuoni kwa miaka, wamepotea. Kwa sababu mfumo wetu hauwapi vijana wetu maarifa, unawafanya wapasi mitihani makaratasi tu. Sasa lazima serikali itakayoiongoza ianze kwa kubadilisha kabisa falsafa nzima ya elimu katika nchi yetu. Elimu lazima iwawezeshe wale wanaoipata kutatua matatizo, iwawezeshe wanaoipata iwapatie maarifa ya kutatua matatizo ya maisha yao, iwafanye waajirike, iwafanye waweze kuwa na maarifa, waajirike. Hii pasi mitihani haitupeleki mahali popote. Ndio maana tunashindwa kushindana katika soko la ajira na vijana wa nchi nyingine. Tunahitaji mabadiliko makubwa, na tutayafanya katika mfumo wetu wa elimu. Sasa ndugu zangu, ili yote haya yafanyike, ili yote haya yatimie, tunahitaji mfumo mpya wa kutawala nchi yetu. Tunahitaji mfumo bora zaidi wa kisiasa na kikatiba wa kuongoza nchi hii. Dhambi yetu ya asili ni ya mwaka 62 tulipotengeneza katiba ya jamhuri, ambayo misingi yake ndio hii ambayo tunayo leo. Katiba yetu inasema hivi:
rais hawajibiki kufuata ushauri wa mtu yeyote yule anapotekeleza wajibu wake kama rais. Sasa hebu fikiria, huyo rais ni Mungu. Katiba yetu imempa rais mamlaka ya kuamua nani awe huru na nani asiwe huru, nani afe na nani asife, nani aishi, nani apate ajira na nani asipate ajira. Katiba yetu imempa rais mamlaka ya kuamua bunge lifanye nini na lisifanye nini, mahakama ifanye nini au isifanye nini. Tumetengeneza mfumo wa kiutawala ambao hauwajibiki kwa namna yoyote ile kwa wananchi, kwetu sisi wananchi. Sasa hatuwezi tukaendelea na utaratibu wa aina hii. Tumeona miaka mitano ya namna ambavyo mamlaka ya rais yanaweza yakatumiwa vibaya yakaangamiza nchi. Sasa nchi hii, mtakapotupa dhamana ya kuongoza nchi hii mwezi Oktoba mwaka huu, lazima turudi kwenye misingi ya katiba mpya, tutengeneze katiba mpya. Naomba nifafanue hapa. Tutaanzia mahali ambapo tume ya Warioba iliishia. Hatutaendeleza walikoishia wana CCM. Tutaanzia kwa Warioba, kwa sababu Warioba alituwekea msingi mpya wa katiba yetu. Kwa hiyo utaratibu wa kuongoza nchi kwa kutegemea mtu mmoja aliyeko Ikulu peke yake tutauondoa. Tutatengeneza katiba mpya kwa ajili ya nchi yetu. Sasa ndugu zangu wa Dar es Salaam, mambo ni mengi sana na tutayasema katika miezi hii miwili ya kampeni. Naomba nimalizie kwa kusema kile ambacho nilianza nacho: uhuru, haki na maendeleo ya watu. Uhuru, haki na maendeleo ya watu. Mwalimu Nyerere alipoingia madarakani mwaka 61, kauli mbiu zake kuu zilikuwa uhuru na kazi, uhuru na umoja, uhuru na maendeleo. Sasa kauli mbiu ya sasa ni hapa kazi tu. Tupeni miaka mingine mitano, hapa kazi tu iendelee. Sasa ndugu zangu, uraisi wangu utakuwa uraisi wa uhuru, haki na maendeleo ya watu. Naomba nimalizie ndugu zangu kwa kuwaombeni tena. Hii safari tuliyoianza ni ndefu sana. Inahitaji kila mmoja wetu ajitolee. Kwa hiyo nirudie tena wito wangu wa jana kwamba Watanzania, kila mmoja wenu, uwe mfanyabiashara, uwe mamalishe, uwe machinga, uwe mfanyakazi wa serikali, uwe hata askari polisi, tunaomba mtusaidie tusukume hili gurudumu mbele, tulifikishe Oktoba 28 ili nchi yetu ipate uhuru na haki na ipate maendeleo ya watu. Kila mmoja wetu, narudia, uwe CCM,
kama haya mambo ambayo yamefanyika miaka hii mitano hukubaliani nayo, naomba utusaidie, utuunge mkono. Kama huna chama, sio Chadema, sio CCM, sio ACT, tunaomba utusaidie, tufikishe huu mzigo mlio tukabidhi mahali ambapo unastahili kufikishwa, kwenye nchi huru, kwenye nchi ya haki, na kwenye nchi itakayojali maendeleo ya watu wake. Na washukuruni sana. Tutaendelea kesho Segerea. Niwakaribisheni katika mkutano wa Segerea na katika mikutano mingi mingine itakayofuata. Tutarudi tena Kawe, tutarudi tena Dar es Salaam. Na washukuruni sana na Mungu awabariki. Kama kuna matangazo ya kiutawala tafadhali. Na waombeni mvute subira kidogo kwa ajili ya matangazo ya kiutawala. Haya, naomba mshike simu zenu kwa wale wanaotaka kuchangia. Wale wenye cash, kuna vijana wanapita huko wana vidumu, tumbukiza kwenye hivyo vidumu. Wenye namba za simu za Vodacom, piga star 150 nyota 00 reli. Na hivi ndivyo ambavyo mgombea wa urais kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu alivyohitimisha kunadi wagombea wetu linafanywa na mwenyekiti wa taifa. Baada ya kufunga mkutano wetu, naomba Lissu aliambatana na mgombea Mwalimu kama unaweza kuona mtazamaji katika jukwaa pale, lakini pia aliambatana na mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema Freeman Mbowe, lakini pia na viongozi wengine mbalimbali wakiwepo aliyekuwa mbunge wa Bunda mjini Esa Bulaya na aliyekuwa mbunge wa jimbo hili la Kawe kupitia chama hicho Halima. Waheshimiwa na kinachoendelea wa Tanzania wote au harambee ya kuweza kwa heshima kubwa sana kampeni za chama hicho. Napenda kwa niaba ya chama mwenyekiti wa chama hicho nimkabidhi Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mgombea wetu wa urais, ilani ya uchaguzi, mkuu wa rais wa bunge na madiwani, ambaye yeye na mgombea mwenza wake ndugu Salum Mwalimu wataitumia kunadi sera, mipango na mikakati ya chama chetu kwa uongozi wao wa miaka mitano ijayo. Mheshimiwa Lissu, karibu sana. Mheshimiwa Mwalimu, karibu sana. Na ni matumaini yangu wote kwa pamoja tukishirikiana na wabunge wote wa chama chetu tutaweza kutekeleza mipango hii ambayo hakika kesho yetu itakuwa bora kuliko siku ya leo. Asanteni sana. Baada ya hayo, niombe tena uvumilivu wenu kwa dakika moja, nitoe ujumbe mahususi kumsaidia Kamanda Mrema. Ndugu zangu wa Dar es Salaam, Chadema ni chama cha watu na sio chama cha dola. Ni chama ambacho hakitegemei kumnyang'anya mtu, kinategemea kuomba kwa watu. Uchaguzi wa mwaka huu ni uchaguzi wa sisi wasio na kitu kutafuta amani, kutafuta ustawi wa nchi yetu. Uchaguzi huu sio wa Lissu. Uchaguzi huu sio wa Chadema. Uchaguzi huu ni wako. Uchaguzi huu ni wetu. Uhuru, haki na maendeleo ya watu tunayoyaomba ni kwa sababu yetu wote, kurejesha tabasamu katika sura za Watanzania. Naomba niwaombe sana wale wote wenye simu za mkononi wamsaidie Lissu waweze kusafiri. Jumatatu atakuwa Arusha, Jumanne atakuwa Mwanza, Jumatano atakuwa Shinyanga, Alhamisi atakuwa Tabora, Ijumaa atakuwa Dodoma, Jumamosi atakuwa Mbeya, Jumapili atakuwa Mtwara, Jumatatu atakuwa Pemba, Jumanne atakuwa Unguja, Jumatano anarejea Dar es Salaam.
Hiyo ndio raundi ya kwanza. Tunahitaji kuwapeleka kwenda kuwafikia wananchi wengi kwa mamilioni. Tunahitaji ndege, tunahitaji magari, tunahitaji maji, tunahitaji misaada ya Watanzania, kwa sababu hii ni kampeni yenu Watanzania wenzangu. Wale wenye simu, naomba kabisa nilete kwenu ombi maalum. Nianze na wale wenye Tigo Pesa. Wale wote wenye Tigo Pesa, piga namba 100, weka nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 7 ambayo itakuja huduma za kifedha. Then baada ya hapo chagua tena namba 1 kwenda benki. Chagua namba 1 ambayo ni benki ya CRDB. Ingiza namba ya kumbukumbu ambayo hiyo ni namba yako unajua wewe mwenyewe. Alafu wanakuambia weka namba ya kumbukumbu. Namba ya kumbukumbu kwa mchango wa sadaka maalum ya uchaguzi ni CDM 2020. Hiyo ndio namba maalum ya sadaka ya uchaguzi, CDM 2020. Ingiza mchango wako. Tunakubali kiwango chochote ambacho Mungu atakuwezesha kuchangia. Iwe ni 200, iwe ni 100, iwe ni 1000, iwe ni 20,000, iwe ni 100,000. Utakachopenda Mungu alichokujalia. Weka namba yako ya simu, utakuwa umefanikisha. Hivyo hivyo kwa wale wa Vodacom. Kumbuka kwamba ukiingia Vodacom ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ila wewe kumbuka namba ya malipo ni CDM 2020. Hata kwa wale wenzetu wa Airtel namba ya akaunti ni CDM 2020. Tafadhali sana tunawaomba Watanzania. Na huko kuna vijana wetu wanapita na vikapu kuomba sadaka hii ya ukombozi, kuomba sadaka ya uchaguzi, kumsaidia Lissu na Mwalimu, wabunge wetu, madiwani wetu. Sisi tumekuwa ni watu wa kuumia miaka 5. Katutieni moyo kwa kutusaidia kupata maji ya kunywa njiani tunapozunguka katika majimbo 264 katika nchi yetu. Tunapozunguka katika kata 3958 kwenye nchi yetu. Tunapozunguka kwenye vitongoji 64,600 ya nchi yetu. Tunapokwenda kutembelea vituo vya kupiga kura 80,600 katika nchi yetu. Hakika mna uwezo huo wa Tanzania. Sumni 100, 200, safari yetu ya ukombozi itakuwa imefika. Asanteni sana na Mungu awabariki sana kokote mlipo na Dar es Salaam na Tanzania nzima kwa ujumla. Mungu awabariki. Hata michango ya polisi inaruhusiwa. Asanteni sana. Nashukuru sana. Naomba sasa tuwatoe viongozi wetu, na hiyo kazi ni kwa DJ. Mtoe raisi. Mtazamaji wa Jamvi Online TV, haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika viwanja vya Tanganyika Packers Kawe jijini Dar es Salaam, ikiwa ni siku ya pili ya kampeni za Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Umeweza kuwasikia viongozi mbalimbali wa chama hicho wakiongozwa na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, mgombea wa kiti cha urais Tundu Antipas Lissu akiwa na mgombea mwenza Salumu Mwalimu, lakini pia wakiwa wameambatana na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, mbunge aliyekuwa mbunge wa jimbo hili Halima Mdena, aliyekuwa mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya. Ndivyo ambavyo wanatoka wote kumsindikiza Tundu Lissu ambaye anaondoka katika viwanja hivi. Haya ni matangazo moja kwa moja ya Jamvi Online TV kukuonesha kampeni za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema katika viwanja hivi vya Tanganyika Packers Kawe jijini Dar es Salaam, na tayari wamehitimisha kampeni zao ikiwa leo siku ya pili Agosti 29 mwaka 2020. Haya ni matangazo moja kwa moja Jamvi Online TV. Nilikuwa nayo kuongozea naitwa Betsheba Wambura, lakini nyuma ya mic alisimama Oscar Kasubi, na wote tunashirikiana nao kuhakikisha kwamba matangazo haya yanakujia kwa uhakika na kwa ufasaha. Mimi nakuaga kwa heri kwa sasa. Endelea kutufuatilia katika mtandao wetu wa kijamii, nikimaanisha kwamba Instagram, Facebook na Twitter. Hadi wakati mwingine, kwa heri. Kuna mtoto niko naye hapa jukwani anaitwa